Naam, karibu tena katika Dira ya Magwiji. Naitwa Njiro Mbugwa. Mwenzetu wa ishara ni Bi Lucy Mwaura. Rais William Ruto ameagiza kuachishwa kazi, kukamatwa na kufunguliwa mashtaka mara moja kwa maafisa wa serikali walioidhinisha kutolewa kwa leseni cha kituo cha gesi kilicholipuka mtaani Embakasi, Nairobi na kusababisha vifo vya watu watatu huku zaidi ya watu 200 wakijeruhiwa. Aidha, rais ametaka uchunguzi wa haraka ufanywe kuhusu jinsi kituo hicho kilivyoruhusiwa kuendesha shughuli zake katika eneo la makazi kinyume na sheria za halmashauri ya udhibiti wa kawi. Achola Simon anaarifu zaidi. Mheshimiwa Rais sasa tenda kuvuja ardhi. Rais William Ruto ambaye yuko kwenye ziara ya siku 4 eneo la magharibi ya nchi alikuwa katika eneo bunge la Lugari hii leo. Wabunge wetu wote wa region hii tumekuwa kule Narok wiki iliyopita. Wote wakasema from now on we shall walk as one. We shall speak as one. We shall act as one. And our direction is one. Ili tuhakikishe kwamba nobody, and I mean nobody among us goes astray. Tutembee pamoja, tujenge nchi yetu, ili kila wakati mipango ya nchi ikifanyika, lazima mtu wa region hii pia awe anahusishwa, anahusika, anapata ile inatakikana. Ni hapa ambapo rais alionya kwamba mambo hayatakuwa vile tena. Juzi kumetokea mlipuko wa mambo ya gesi na wananchi wengi wameumia kwa sababu ya uzembe na ulaghai na mambo ya ufisadi ya officers wa serikali. Ruto aliagiza kuchukuliwa kwa hatua za haraka dhidi ya maafisa wa serikali wanaodaiwa kutoa leseni kinyume cha sheria kwa kituo cha gesi kilicholipuka na kuwaua watu watatu huku wengine 280 wakijeruhiwa. The fellows, the government officials who issued licenses for gas installations in residential areas when it was very clear that it was the wrong thing to do, but because of incompetence and corruption, they issued licenses. Today we have injuries. We have Kenyans who have died. Those fellows who are involved in this, the ministry must immediately take action against them, and they must be dismissed and they must be prosecuted for what the crimes they have committed. Na kuhusu masuala ya elimu, rais aliwaonya walimu wakuu dhidi ya kuwatimua shuleni wanafunzi wa junior secondary school wanaofika shuleni bila karo au sare rasmi za shule. Serikali ya Kenya tumetoa 7.5 bilioni 7.5 ya kusomesha watoto wetu wa JSS. Hakuna mtu ako na ruhusa ya kuuliza pesa at the school fees kwa sababu serikali imelipa. Kama kuna mtoto, sikizeni wazazi, kama kuna mtoto ako nyumbani leo ati kwa sababu aliambiwa shuleni aende alete school fees, Jumatatu awe shuleni bila pesa kwa sababu serikali ya Kenya tumelipa pesa yote ya kusomesha watoto wetu. Aidha, aliwahakikishia wakazi wa eneo la magharibi kwamba serikali imepiga hatua katika utoaji huduma bora za afya kwa wote. Na tutahakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata matibabu bila matatizo na bila kulipishwa pesa yoyote. Mimi nataka niwaulize, saa hizi mambo ya regulations inaendelea. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, I want to appreciate you kwa sababu umejali maslahi ya madaktari wa nyanjani, ma-CHPs wetu. Wana CHP mko? Mimi kama gavana wenu tutashirikiana na Mheshimiwa Rais ili kuhakikisha ya welfare is given first priority. Akiweka pia mimi naweka. Sawa sawa? Watu wetu CHPs umewaona? Na gavana amesema ile kits tulitumana aliwapatia. Tukaleta simu mpya amewapatia. Sasa rais kuanzia hii Januari ile pesa yao ambao waliwaagiza kila mtu stipend tunaanza kuanza kulipa mwisho wa hii mwezi. Achola Simon, Darubini Wikendi kutoka kaunti ya Kakamega.